السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، baada kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumswalia mtume sallallahu alayhi wasallam, kwanza nawahusia pamoja na kuhusia nafsi yangu juu ya kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Bila ya kurefusha wakati, nimekalifishwa kuzungumza kuhusu wadhifa wa msikiti, na namuomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa muda huu mchache aniafikie kuyatoa yote yaliyo moyoni, ili asa huenda kwa haya machache ambayo tutayasikia tutakuwa ni wenye kufaidika nayo katika dunia yetu na katika akhira yetu. Ndugu Muislam, kama tunavyojua, lilmasjidi fil islami wadhaifu, msikiti katika Uislamu una wadhifa, una majukumu. Msikiti katika Uislamu una wadhifa. Nataka nitaje hizi nyadhifa kiuharaka haraka ili tufike katika lengo la kuchangisha kwa ajili ya wakfu wa msikiti huu. Wadhifa wa kwanza wa msikiti, kama tulivyoelezwa katika vitabu vyetu vitukufu, wadhifatu iqamati dhikrillah. Msikiti kazi yake ya kwanza ni kusimamisha utajo wa Mwenyezi Mungu. Wa hiya ummul wadhaif. Hili la dhikrullahi ndiyo mama wa nyadhifa zote, liannahu ma shuyidatil masajidu illa lihadha algharad. Misikiti haikuimarishwa isipokuwa kwa lengo hili la kumtaja Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, fi buyutin adhina Allahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu. Kwa hivyo hili la kutajwa Mwenyezi Mungu ndani ya msikiti, pamoja na kwamba Mungu hutajwa kokote, lakini ndani ya msikiti ndiyo sehemu ambayo Mungu hutajwa kwa wingi. Kwa hivyo wadhifa wa kwanza wa msikiti ni wadhifa wa kusimamisha jina la Mungu na utajo wa Mwenyezi Mungu. Alwadhifatu thania, wadhifa wa pili, wadhifatul madrasiya, ni wadhifa wa madrasa. Msikiti ni madrasa. Almasjidu madrasatun ilmiyatun yawmiyatun mutakarriratun mutajaddida. Msikiti ni madrasa, madrasa yenye kufunza elimu, tena kila siku kupatikane taalimu ndani ya misikiti, kwa sababu hii ndiyo kazi ya msikiti. Kwa vile msikiti ni madrasa, yataallamu fiha almuslimuna mabadi dinihim, waislamu hujifunza misingi ya dini yote ndani ya msikiti. Na ndivyo alivyokuwa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam fi hayatihi, na ndivyo walivyokuwa sahabatu Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, na ndivyo walivyokuwa tabi'in, tabi'u tabi'in na wengineo wema ila yaumina hadha. Leo sisi tuna fahari kwamba kuna mabwana wanne watukufu hutajwa sana katika masaili ya fiqh. Al-Imamu Abu Hanifata, Al-Imamu Ahmad bin Hanbal, Al-Imamu Shafi'i, Al-Imamu Malik rahimahumullah. Hawa mabwana watukufu
ambao kila siku twawasikia elimu walizokuwa nazo, mafunzo waliokuwa nayo, yote hayo waliokuwa nayo waliyapata ndani ya msikiti. Walisoma ndani ya msikiti kwa sababu msikiti ndiyo sehemu ambayo kwamba Waislamu hujifunza misingi ya dini yao. Alwadhifatu thalitha, wadhifa watatu wa msikiti, wadhifatul ijtimaiya, ni wadhifa wa kijamii, ni wadhifa wa society. Msikiti ni sehemu ambayo kwamba wenye kusema husema almasjidu multaqa jami'il muslimin. Msikiti ni sehemu ambayo Waislamu wote hukusanyika, ndiyo makutano ya Waislamu. Man ghaba, yule ambaye ataghibu, haonekani msikitini, saalu anhu, Waislamu watamuulizia. Kwa nini watamuulizia? Kwa sababu tumemzoea swala 5 tunampata ndani ya msikiti. Lau kuna mtu kwa mfano tumzoea kila siku hakosi swala 5 kwa jamaa, leo alfajiri hatukumuona, adhuhuri hatukumuona, huwa kushaanza wasiwasi na dhiki ndani ya nyoyo zetu kwamba kuna mmoja wetu anayeswali swala 5 pamoja na sisi kwa jamaa, hajatuaga safari huyu kwamba amesafiri. Adhuhuri hatujamuona, alfajiri hatujamuona, yuko wapi? Lipi limemsibu? Ni mgonjwa, watu wakamtembelea nyumbani, amefiwa akaenda kupewa taazia, amepatwa na janga, watu wakasimama na yeye katika lile janga ambalo kwamba limempata. Tumeipata hii ripoti kiuharaka haraka kwa sababu ni mtu ambaye kwamba tuko naye msikitini, tukamkosa. Kwa kumkosa, msikiti ukaleta reaction ya kwamba kuna upungufu hapa, kuna mmoja wetu tuliomzoea hapa sasa hatumuoni. Hii ndio kazi ya msikiti. Msikiti una kazi ya jamii. La qaddar Allah, Mwenyezi Mungu asijalie, katika kazi za msikiti moja, lau hapa katika kijiji hiki cha Maweni kuna mwenzetu amechomekewa na nyumba, amepata hasara, ama kulinyesha mvua, nyumba yake ikawa ni yenye kubomoka ama kuathirika kwa sababu ya mvua, akawa sasa ni kama mtu aliyefilisika kwa sababu alikuwa na mali lakini nyumba imeingiwa moto, hana chochote. Hii kazi yafanywa na msikiti. Msikiti ujukumike kisawasawa kuhakikisha huyu mwenzetu aliyepatikana na maafa haya, aliyepatikana na janga hili, hali yake imetoka katika hali ile duni imekwenda katika hali yake ya zamani, au ikiwa hatutoweza kumfikisha katika hali ya zamani, basi tumtoe katika hali ya uduni tumpeleke katika hali ya wastani. Hii ni kazi ya msikiti. Msikiti kazi yake ni hiyo. Na moja katika kazi za msikiti ambayo ni hii, leo kazi hii haipatikani ndani ya misikiti. Kuna vurugu ndani ya misikiti mingi ya misikiti kusimamia kazi ya jamii. Ukakuta kwa mfano kuna Muislamu ni mgonjwa, atoka katika familia ambayo kwamba ni ya kimaskini, magonjwa ni magonjwa haya ya kileo, magonjwa hatari, mtu amepatwa na kensa pengine, waliaadhu billahi min dhalika, kwa takikana matibabu milioni 1, milioni 2, na mpaka safiri aende India na hana mwanzo hana mwisho. Watu kimbilia ndani ya misikiti kwa sababu msikiti kazi yake moja ni kusimama na jamii katika majanga na katika maafa. Lakini ukapata kwamba jambo hili hupigwa vita ndani ya misikiti, kama kwamba uongozi wa msikiti hautaki michango ndani ya msikiti. Mimi naomba kwa hili viongozi wa misikiti wakae walizingatie tena kwa kina sana, kwa sababu ni moja katika kazi za msikiti. Yule ambaye kwamba mtapata ni kweli ni mgonjwa, amekuja na makaratasi ya kuthibitisha hali aliyojieleza, afanyiwe michango ndani ya misikiti ili kusudi tumsitiri kwa kasoro alionayo. Wa man satara musliman fi dunya satarahu Allahu
fi dunya wal akhirah, yeyote atakayemsitiri muislamu duniani Mungu atamsitiri akhera, atamsitiri duniani na akhera. Na yeyote ambaye kwamba atasimama na muislamu mwenzake katika shida alionayo, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atasimama na yeye. Man nafasa ala mu'minin kurbatan min kurabi dunya nafasa Allahu anhu kurba min kurabi yaumil qiyama, mwenye kumtatulia muislamu tatizo katika matatizo ya kidunia, Mwenyezi Mungu atamtatulia tatizo katika matatizo ya akhera. Kwa hivyo uongozi wa msikiti, na sisemi ni msikiti huu kwa sababu sijauona hapa, kwa sababu msikiti haujafunguliwa, lakini tu hii ni mimbabi tadhkir. Ipo misikiti mingi ambayo kwamba hawakubali michango. Ndugu zanguni, tukaeni tufikirianeni, wale ambao kwamba tutathibitisha ni kweli wanahitaji michango, wamekuja na makaratasi ya madaktari kuthibitisha hayo, tuwasaidieni ndani ya msikiti kwa kile atakachotujalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu msikiti huu ni moja katika kazi yake. Wadhifa mwingine wa msikiti ni wadhifa wa al-qadhaiyya. Msikiti ni mahakama. Msikiti ni mahakama, na hapa imamu wa msikiti aweza kupata kesi nyingi za hapa mtaani. Kwa hivyo autumie huu msikiti katika kutatua matatizo, ugomvi unaojitokeza kati ya Waislamu katika mitaa yetu. Alihukumu Mtume sallallahu alayhi wasallam ndani ya msikiti. Matatizo mengi yaliyojiri wakati wa Mtume sallallahu alayhi wasallam katika ugomvi unaotokea baina ya mtu na mtu, Mtume akitatua ndani ya msikiti. Hii ni moja katika kazi za msikiti ambayo kwamba yafaa sisi viongozi wa msikiti tujukumike, na tukitarajia kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama tulivyoelezwa na Dr. Sheikh Mursal kwamba alipokuwa akitaja mwanzo shughuli ambazo kwamba historia ya msikiti kuanzia ilipoanza na hivi sasa na vile ambavyo kwamba wataendelea, kumetajwa mambo mengi kuhusu masala ya taalim, kumetajwa masala ya Waislamu wapya ambao kwamba watasilimu, ambao watapewa mafunzo ndani ya msikiti na kupewa vyeti. Kumezungumzwa mambo mengi ambayo kwamba haya yote ni juhudi ambazo kwamba wako nazo, na juhudi hizi zataka hela. Kwa vile juhudi hizi zataka hela, ndio maana kukawekwa mchango wa wakfu, ili ile wakfu isaidie hizi shughuli ambazo zitafanywa ndani ya msikiti, tukitarajia kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa juhudi zetu ambazo tutazifanya, na taufiki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala itatufikisha katika malengo. Al-Imamu Ibn al-Qayyim al-Jawzi rahimahullahu asema, law ya'lamu al-mutasaddiqu, law yuwajua yule mwenye kutoa sadaka, yule mwenye kutoa, law ajua nini? Anna sadaqatahu taqa fi yadillahi, kwamba sadaka yake anayoitoa kwanza huingia kwenye mkono wa Mungu kabla haijamfikia yule anayempa. Lau mwenye kutoa, lau angekuwa ajua kuwa kile anachokitoa kwanza Mwenyezi Mungu hukipokea yeye kabla hakijafika kwa yule aliyemkusudia, pangekuwaje? Asema rahimahullahu, lakana ladhatul munfiqi, ingekuwa ladha ya mwenye kutoa, lakana ladhatul munfiqi, ingekuwa ladha, raha, hamu ya yule mwenye kutoa, akbara, ni kubwa zaidi kuliko yule anayepewa. Lakini kwa kuwa sisi hatuelewi, hatulijui hilo, ndio ukakuta mtu moyo wake ni mgumu, hasa ikifika katika masala ya nini, ya kutoa, hataki kutoa. Hivi sasa ndugu Muislamu, lete katika fikra yako, umetoka pale nje ya msikiti, mara umepigiwa honi pipip, ukageuka, mimi ndiyo mimi. Ukifika, bwana asalamu alaykum, vipi hali za masiku, kumbe ni mtu mwajuana kitambo, amekusalimia akatukua bahasha akakupa, ukiifungua ina 10,000 na 20,000, ikadirie vovote utakavyoikadiria, lakini ala alaqali ikadirie ina 10,000. How do you feel? Wahisi vipi kipindi kile? Wahisi faraja ndani ya roho yako. Ama yeye mwenye kutoa ndo atahisi faraja? Yeye mwenye kutoa hahisi faraja, lakini yule mwenye kupewa ndo yuhisi faraja.
lakini ilikuwa yafaa yule mwenye kutoa ndio ahisi nini? Faraja zaidi. Ndo al-Imamu Ibn al-Qayyim akasema haya maneno, lau mwenye kutoa ajua kwamba kile anachokitoa chafika mikononi kwa Mungu kwanza kabla hakijafika kwa yule anayempa, basi ladha ya mwenye kutoa ingekuwa kubwa zaidi kuliko ladha ya mwenye kupewa. Kwa hivyo tutoeni kwa wingi insha Allah, tuipate ladha hiyo, tukitarajia tutakavyovitoa tutakwenda kuvikuta katika mizani ya hasanati zetu. Nikimalizia siku ya kiyama Mwenyezi Mungu atujalie tuingie peponi. Lakini hakuna raha ya mtu kuingia peponi kama mtu kuingia peponi katika mlango special uliopangwa, sio main gate. Kuna main gate watu wote utapita kwa hapo, lakini kuna milango mingine ni VIP. Kuna watu hapa tulipo Mwenyezi Mungu amewajalia husafiri sana kwa kupanda mandege. Safiri wakenda nchi za nje, hata kama nkwenda Maka, nkwenda Madina, nkwenda wapi husafiri. Kuna ule msafara ya kwamba nyote mwapita pahali pamoja. Kisha kuna na milango special huitwa VIP, ambao kwamba hiyo ni watu special, kama kina mheshimiwa hivi, huwa hawapiti ile milango ya kawaida. Pengine atoke katika daraja mheshimiwa arudi tena kama katika sisi, lakini hivyo wakifika pale hawapiti katika hii milango ambao kwamba watu wengine hufanya nini? Hupita. Pamoja na kwamba ndege mtakaopanda ni ndege moja, sio? Mtapanda ndege ile ya kuruka saa 5, nyote mwaruka saa 5, lakini wao wana milango yao special, na wengine alhumhum nao wanao milango yao special. Hebu utakunambia wenye kupita VIP sawa na hawa wenye kupita main gate? Si sawa. Hawa wana mapokezi rasmi, wamewekewa makochi ukiketi hutaki kuinuka, wamewekewa vinywaji ukinywa hujitambui kwa duniani, hujitambui kwa peponi. Mambo yao special, hakuna usumbufu, hakuna kusimama, hakuna kupiga laini, hakuna lolote. Wapita mambo sahali. Pengine ndegeni pia huenda wakaingia mbele wakawasubiri nyinyi. Kwa hivyo mwenye kutoa, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemwekea mlango wa VIP. Mtume asema waman kana min ahli sadaqa, yeyote hapa duniani akiwa ni katika watu wa kutoa sadaka, du'iya min babi sadaqa, siku ya kiyama ataitwa kuingia peponi kwa mlango wa VIP, sio mlango huu akawa ida. Jamaa, ikiwa tumeikosa fursa hii, maana hatusafiri, hatupandi mandege, hatujapata fursa hizo pengine, na pengine kama kuna wanaosafiri pia hawajapata fursa za kupita milango hiyo, basi ikiwa tumekosa hapa duniani jamaa, tukosa ni na akhera pia. Tuweni na akhera jamaa, tukikosa duniani tupate wapi? Tutambueni mifuko kwa wingi ndugu zanguni. Kwa haya niliyosema, Mwenyezi Mungu atujalie tuwe minalladhina sami'una alqawla fayattabi'una ahsana.